Moja kati ya kitu ambacho kinashikilia rekodi ya kufanya mwanamke kupata mimba ambazo zinakuwa zinaharibika kwa mfululizo ni mwanamke ambaye anaweza kawa na changamoto ambayo inaitwa rhesus incompatibility au rhesus isoimmunization. Hii hapa ni moja kati ya mambo ambayo yanachangia kwa kiwango kikubwa sana kwa wanawake kuharibika mimba mara kwa mara. Kwa hao wanawake ambao wanakuwa kwenye hii case, unaweza kukuta ni mwanamke ambaye ashawahi beba mimba huko nyuma ikaharibika au alijifungua kawaida. Baada ya hiyo mimba ya kwanza kuharibika au kujifungua kawaida, anakuja anajikuta kwamba mimba zinazokuwa zinafuata baada ya hizo zote zinakuwa zinaharibika na zinaharibika ndani ya kipindi cha miezi mitatu ya mwanzo. Ni kwa sababu kunaweza kukawa na utofauti wa blood group. Blood group kwa upande wa mama na kwa upande wa baba. Upande wa baba kunaweza kukawa na blood group ambao ni whatever blood group, lakini inaweza ikawa positive, lakini kwa upande wa mama anaweza kawa na blood group ambao ni negative. Mara nyingi huwa inatokea. Blood group ambao ni positive huwa tunaangalia ile positivity au negativity ya blood kwa kuangalia protein ambayo inaitwa rhesus protein. Inaitwa rhesus factor. Kwa hiyo mwanamke au mwanaume ambaye anakuwa na ile protein kwenye damu tunamuita ni rhesus positive. Mwanamke au mwanaume ambaye anakuwa hana ile protein kwenye damu tunamuita ni rhesus negative. Sasa ikitokea mwanamke ambaye ni rhesus negative ameshiriki tendo na mwanaume ambaye ni rhesus positive, wakaja kutengeneza mtoto, yule mtoto akawa na blood group ambao ni whatever blood group, lakini ikawa rhesus positive. Ikitokea sasa katika harakati za kujifungua au katika harakati za mimba kuharibika, damu ya yule mtoto ikakutana na damu ya mama, huwa inatengeneza namna ambapo damu ya mama huwa ikiona kwamba ile damu ya mtu mwingine au damu ambayo imekuja into contact na damu yake ilikuwa na rhesus positive, kwa hiyo damu ya mama italenga itatengeneza kinga dhidi ya wale positive protein, positive rhesus agents. Kwa hiyo kutakuwa na askari mwilini kwa mama ambao wale askari wako specific kwa ajili ya kufight kitu chochote ambacho kitakuwa na rhesus positive kwenye mwili wa mama. Sasa itakapokuja kutokea huyu mwanamke amebeba ujauzito wa mtoto mwingine ambaye ni rhesus positive, kinga ya mama itaenda kumshambulia yule mtoto na kumuua. Kwa ndo mimba zinakuwa zinaharibika mara kwa mara. Namna ya kuzuia mimba kuendelea kuharibika ukiwa na rhesus isoimmunization au rhesus incompatibility, kama bado hujaingia kwenye ndoa, basi jitahidi kuzingatia kama ni mwanamke ambaye una blood group ambao ni negative, jitahidi usije kaingia kwenye ndoa na mwanaume ambaye ana blood group ambao ni positive. Hicho cha kwanza. Lakini ikitokea mmeshaingia kwenye mahusiano na mmeshaanza kutengeneza familia, basi kama mumeo ni rhesus positive, mnashauriwa kwamba kabla hamjabeba ujauzito kwanza mkapime. Mkishatambulika mwanamke baada ya kubeba ujauzito wa kwanza ataenda kuchomwa sindano ambayo inaitwa anti-D. Anti-D hii hapa ni sindano ambayo inaenda kuzuia kinga ya mwili ya mama isiende kumshambulia mtoto. Kwa hiyo ikifanyika hivyo, huyu mwanamke atabeba mimba vizuri na atajifungua. Vinginevyo tutakuwa tunarudi kule kule kwenye mfumo wa mimba zinaendelea kuharibika ndani ya kipindi cha miezi mitatu ya mwanzo.